ni fursa ya kuweza kuona jinsi gani vijana wa Tanga wanakuja kuengage, tunakuja kuwaingiza kuja kucheza mchezo au kuwa wachezaji wa kosoro. Zamani wakati sisi baba yangu alicheza mpira mdogo, asilimia 90 ya wachezaji wenzi hizo walikuwa wanatoka Tanga, lakini sasa hivi tunaona asilimia kubwa ni watu kutoka nje. Hatukatai ni kwa maana ya Tanzania kitu tunatamani sisi vijana wetu wapate fursa wacheze kwa timu zetu, kwa hata timu pia zitapunguza gharama za kambi. Mashindano haya kusema kweli yameniibulia vijana wengi kwenda kuibua vipaji, na kwa kweli mashindano haya yametupa hamasa kupitia kwenye kata yetu, na pia vile tunaomba kwa mashindano haya yawe ni endelevu ya kuweza kuibua vijana siku baada ya siku. Lakini mashindano ambayo yameanza muda mwingi, tumeanzia kwenye hatua ya mbali kwenye zoni yetu, tumeanza kwa kuzitoa timu za kwenye kata yetu, lakini tumekwenda mpaka tumefikia kwenye hatua ya robo finali, tumemtoa ndugu yetu Zimamoto, na leo tuko kwenye hatua nusu finali, twende tukapambane kuhakikisha tunaingia katika finali. Hii ni ya jamii, tunaipeleka kwa jamii kwa ajili ya kutoa elimu, wapate nafasi ya vijana kuonyesha vipaji vyao, na pia zaidi sana kupeana fursa za kibiashara, fursa za kimaendeleo ambazo kwa kiasi kikubwa tunaweza tukasema ligi imefanikiwa. Tumeona vipaji vingi. Wadau wa michezo wanasisitiza umuhimu wa kuwapa nafasi vijana wa Tanga ili kukuza soka la ndani. Si kama bodi ya ligi, kama nilivyosema, nina kofia mbili kwa upande wa Coast, yani nimepata faida mbili katika haya mashindano. Bodi ya ligi imepata faida kwa ujumla kitanzania, lakini kwa upande wa Coast nimepata faida nyingine. Kuna vipaji vingi sana tumeviona, ambayo ilikuwa iwe ni alama ya Coastal Union kwenda kutembelea katika hizo kata. Endelea kufadhili tena mwaka kesho, na tukijaliwa huko mbele kama tutapata awamu ya 3 ambayo tunahakika tutaendelea nayo.